Sebo kwako alikuwa ni mentor, alikuwa ni baba, alikuwa ni mtu wa aina gani? Kama ulivyosema, Sebo kwangu alikuwa baba, alikuwa mentor. Wakati na weka mguu wa kwanza EFM, Sebo ndo alinipokea na nilikuja pale kufanya program ambayo sidhani kama watu wengi wamefanya, inaitwa Media Management Mentorship. Kwa nilikaa pale kwa miezi 6 na Sebo alikuwa akiniongoza muda wote. Alinilea kama mtoto kusema kweli, na alikuwa akinifundisha, akiniuliza, alinipa uhuru sana wa kujifunza. Aliniweka free, kila ninachotaka kujifunza nikimwambia ataniattach na mtu ambaye anadhani anaweza kunisaidia. Kwa hiyo hata nilipomaliza program ya miezi 6 nikaenda Kings, bado alikuwa ananipigia simu, anafuatilia, ananiambia hapa tuko sawa, hapa unakosea hiki. Mimi mwenyewe nikiwa na issue nampigia, namwambia. Sio mtu ambaye tulikuwa tunaongea mara kwa mara sana, lakini tulikuwa tukiongea we real talk, na mara nyingi hata yeye akikaa atanipigia simu, bwana naona unafanya vizuri, good job, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi ni pigo kubwa sana, kwa sababu success yote ambayo nilifanya Kings FM kwa miaka 3 nikiwa manager, foundation yake ilianzia EFM chini ya Sebo. Okay, kwa hivi sasa Sebo hatupo naye. Unadhani kuna pengo kubwa kiasi gani kwenye tasnia hii? Si EFM tu, kwa sababu amemgusa kila mtu ambaye yupo katika industry ya media. Labda kwa upande wako unaona ni pengo kubwa kiasi gani? Sidhani kama naweza kuelezea ukubwa wa pengo ambalo Sebo ameliacha, kwa sababu ni kubwa sana. Kila ambaye amekuwa karibu na Sebo ama amefanya kazi na Sebo, nadhani atakuwa ameona, sio hata ambao walikuwa mbali. Unajua kuna wengine wanajifunza kutoka kwa watu kwa kuwaona kutokea mbali. Kwa hiyo ame-impact maisha ya vijana wengi sana kwenye industry ya media, lakini alikuwa ni mtu wa kutia moyo sana. Yaani ameondoka mtu ambaye alikuwa akitia moyo watu wengi sana. Mimi nakumbuka wakati nimerudi EFM, nilirudi kufundisha kama trainer kwenye program zetu za DW Academy. Akaniambia, if growth was a person, ni wewe. You are growing so fast. Yaani umetoka hapa tumekufundisha, sasa hizi unarudi tena kutufundisha. Yaani alikuwa ni mtu ambaye haangalii umri wako, anaangalia uwezo wako. Kwa hiyo nadhani alikuwa hivyo kwa watu wengi. Kwa hiyo tumepoteza mentor, tumepoteza role model, tumepoteza fixer. Sebo alikuwa yani anaweza kuongea na mtu wa rika yoyote na anaongea lugha ambayo inamfaa kila mmoja. Kwa hiyo nafikiri ni pengo kubwa sana kwenye kiwanda cha media na waandishi wa habari kwa ujumla.